Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja Yesu alikuwa anaangalia makanisa. Wakati anaangalia makanisa, akaliona kanisa moja linaitwa Efeso. Aliangalia makanisa mengi. Sasa wakati analiangalia ile kanisa linaitwa Efeso, akamwagiza malaika aandike. Hayo yote tunasimuliwa na Yohana. Wakati hayo yote anaandikwa, Yohana akawa anashuhudia. Yohana akawa anapata kuona kutokea mtume Yohana. Yaliyoandikwa ni haya kwamba najua matendo yako, najua taabu yako, taabika, umekuwa mtu wa subira, tena upenda mchezo na imani potofu, ukawajaribu mpaka wale waliojiita mitume ukagundua kuwa ni uongo. Lakini ninalo neno juu yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Lakini nina neno juu yako na kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Umeuacha upendo wako wa kwanza. Ikanipa kutafakari, upendo upi zaidi? Upendo upi aliouacha kama wakipata taabu na mateso kwa ajili ya Injili? Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Subira ya kumsubiri zile taabu. Biblia inapoandika taabu, na najua matendo yako, najua taabu yako. Biblia ikiandika taabu, inamaanisha taabu kweli, inamaanisha taabu kweli, mpaka Mungu ameruhusu ionekane kuwa taabu. Sasa ikanipa kufikiria, sasa ikanibidi nitafute kwamba wameambiwa wameacha upendo. Upendo upi wa kwanza waliouacha? Waliambiwa nini kwenye upendo? Kanirudisha nyuma sana kwenye kitabu cha Yohana 13 mstari 34. Biblia inasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo. Hivyo watu wote watawatambua kwa mko wanafunzi wangu, mko mpendo ninyi kwa ninyi. Kwa nikaja kugundua hapa, upendo waliouacha haukuwa wa kumpenda Mungu kama ambavyo tumewahi kufundishwa hapo. Mungu aliwaambia hapo, mmeuacha huo upendo ambao tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mwanzoni kabisa, wa kugawana vitu shirika. Upendo wa huyu anaishi na huyu kama ndugu, upendo huyu anampenda jirani yake kama ndugu. Biblia inasema kwa kufanya hivyo watu watakumbuka ninyi ni wanafunzi wangu. Licha ya taabu na mateso tunaweza kuwa tunapitia katika njia, lakini hii ya kupendana ninyi kwa ninyi ndio waliokuwa wameiacha. Na ni kawaida kwenye kanisa. Unajua hakuna mtu ambaye kimsingi kabisa anamchukia Mungu. Hiyo kitu kinakuwa hakiko sawa. Yaani labda ana matatizo ya akili. Sasa kwa mujibu wa Biblia ni kwamba mtu wa hivyo ni mpumbavu. Kiasili hakuna mtu anayemchukia Mungu kawaida. Na hiyo ilikuwepo tangu mwanzo. Miongoni mwa kitu Yesu alikileta ilikuwa ni hii. Kuna sehemu alimuuliza kwamba Yesu, amri kuu ni ipi? Akaambia, amri ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako. Amri ya pili nayo inafanana na hii ya kwanza, mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Mungu alitaka kutuonyesha licha ya kumpenda Mungu, ipo kazi ya kumpenda jirani. Ipo kazi ya kumpenda huyu mnayemwona hapa. Ipo kazi kubwa ya kufanya tena. Na waletea amri mpya, ndio hii, pendaneni ninyi kwa ninyi. Wewe mpende huyu, wewe ninyi mpendane. Ninyi mkishapendana, kila kitu kinakuwa sawa. Watu watawatambua kwa nini mtumishi wangu. Watu watatambua mimi nilitumwa na Baba. Mkipendana na waombea mwe na umoja. Hayakuwa haya tu kwa Baba. Sasa anapokuja kwenye kanisa la Efeso, Mungu anapofanya evaluation ya kitu ambacho aliwaachia wanadamu, anagundua wameacha upendo ule uliokuwa nao mwanzo. Wameacha kitu kilichoombea. Ndo sababu kwa ndiko kwamba mnataabika kwa Injili sawa kwa ajili yangu. Mnafanya vizuri, mnanipenda Mungu kwa moyo wote. Unajua inapofika tu mtu anataabika, mtu anapata mateso kwa ajili ya
Mungu Yesu. Lakini Biblia inasema umewacha upendo wako wa kwanza. Ndio ikanipa kutafakari. Ndio katupa sababu sisi ya kujifunza. Upendo upi ulioachwa? Amenipa na hapa mpenda ninyi kama vile mimi nilikuwapenda ninyi. Nanyi mpendani vivyo hivyo. Vivyo hivyo. Kama mimi. Sasa kosa kumpenda jirani yako, kosa kumpenda mwenzako, kosa kupendana sisi kwa sisi, kwa tafsiri ya Biblia ni anguko. Biblia ina tafsiri kama anguko. Yaani kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Yapo maanguko mengi, anguko ni anguko, lakini miongoni mwa maanguko makubwa sana waliambiwa hawa kanisa la Efeso ni hilo. Inawezekana tumekuwa sisi ni kanisa la Efeso kwa namna fulani. Mungu anataka aturejeshe sasa. Mungu anataka azigeuze nia zetu za ndani. Upendo sasa ni nini? Upendo ni nini hasa? Upendo ni upendo ni nia thabiti ya kimakusudi inayopelekea kumfanyia mwingine mema. Yaani unazungumza ule upendo wa kupendana sisi kwa sisi. Hii ni nia madhubuti kabisa. Ni nia ya kimakusudi, yaani bila kujali mwitikio chanya wa kutoka kwa huyo unayemfanyia. Nia hii thabiti imelaza msingi wake kwenye Kristo alivyopenda sisi, kama Yesu alivyotupenda sisi kanisa, kama Yesu alivyotupenda. Kiuhalisia tumependwa na Mungu kwa kiwango kikubwa sana sana. Tumependwa na Mungu sana. Hebu ikupe kutafakari hii. Mtu kufa kwa ajili ya watu wengine, tena wengi, ni rahisi ingekuwa kama huyu mtu anayekufa anakufa kwa sababu ya kutetea kitu chema. Huyu mtu anakufa kwa sababu ya kutetea, kulinda haki na maslahi ya mtu ambaye alimkosea Mungu kwa jeuri na kwa dhihaka. Kisoma Biblia mwanzoni kabisa, licha ya lile anguko, licha ule uasi, ulikuwa kuna jeuri fulani mwanadamu anayo. Yaani msingi wa uasi ulikuwa na jeuri ndani yake. Kwanza kujificha, kutafutwa, Adamu uko wapi? Sikuoni. Bwana mimi nilijiona kuwa uchi. Nani amekwambia uchi? Jikuta tu liko. Umefanya nini Adamu? Umekula lile tunda? Sema bwana, ni huyu mwanamke. Tangu mwanzo hakukuwa na unyenyekevu kwenye familia yangu, lakini ikamgharimu Mungu kujitoa yeye mwenyewe. Biblia inasema akahesabu kule kuwa kama Mungu kwa si kitu, kama si kitu cha kushikamana nacho. Akaacha enzi, akaacha kila kitu. Miongoni mwa biashara ngumu iliyofanyika ni Mungu kumpenda mwanadamu. Miongoni mwa biashara, watu wa biashara ni miongoni mwa biashara ambayo ilikuwa ina riski kubwa sana. Kuacha kuwa kama Mungu, kuacha zile heshima zote, kuja kwa mwanadamu, kushuka chini sana, kudharaulika, kuteseka, kupigwa, ili huyu mwanadamu siku moja aje kurejea kwenye riski. Kwa hivi odds, watu wa betting wanaelewa kuhusu odds. Uwezekano wa hicho kinachofanyika mwanadamu kukikubali ulikuwa ni mdogo sana. Yaani hapa mpango wa wokovu, uwezekano wa mwanadamu kukubali ulikuwa ni mdogo sana. Na angalia upendo ulivyokuwa mkubwa. Mungu anajua yote. Alijua uwezekano wa wewe unanisikiliza, wewe unanitazama, kumkubali Mungu. Yaani sisi wanadamu kumkubali Mungu licha ya gharama kubwa ambayo ataitoa. Kumkubali, uwezekano ulikuwa ni mdogo sana tukamkubali Mungu. Haya, tuseme hata kama uwezekano upo. Changamoto nyingine, angalia hapa. Huyu mwanadamu natoa gharama kubwa kwa ajili yake. Anaweza akanikubali leo, kesho akaniasi tena. Yaani namuokoa kutoka kwenye uasi. Anaweza leo akatoka kwenye uasi, kesho akafanya tena. Biblia inasema kwa kufanya dhambi kimakusudi tunamrudisha Yesu msalabani.
Fikiria Yesu alihesabu gharama za kurudi msalabani, tena kwa watu wa ulimwengu mzima. Sasa imepita miaka takriban 2000, alihesabu hizo zote unazoziona kwamba si kitu, akatupenda. Sasa upendo huo mkubwa kiwango hicho ndio huo anaambia pendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi ninavyowapenda. Ndio tafsiri ya upendo, kwamba ni nia thabiti tena kimakusudi kumfanyia mtu mwingine mema bila kujali rejesho, yaani bila kujali nini atarejesha, bila kujali mwitikio wake. Hata kama mwitikio wa yeye kukubali hicho anachofanyiwa ni mdogo sana, Mungu anasema pendaneni ninyi kwa ninyi.